Sasa tuangazie yanayoendelea huko Iran, ambapo nchi hiyo imeadhimisha uteuzi wa Ayatollah Mojtaba Khamenei kuchukua nafasi ya baba yake kama kiongozi wa juu zaidi kwa kufyatua makombora chungu nzima kuelekea Israel na eneo la Ghuba leo Jumatatu, huku vita hivyo vikisababisha bei ya mafuta duniani kupanda maradufu. Sylvia Muhozi na taarifa zaidi. Iran imemtaja Mojtaba Khamenei, mwana wa kiongozi mkuu aliyeuawa, kuwa mtawala mpya wa jamhuri hiyo ya Kiislamu, na hivyo kumweka mamlakani kiongozi mwenye msimamo mkali wa kidini, wakati vita hivyo vinavyozidi kuenea kanda ya Mashariki ya Kati vikisababisha bei za mafuta kupanda maradufu. Katika kuadhimisha uteuzi wa kiongozi mpya, Iran imezindua mashambulizi mapya dhidi ya miundombinu ya nishati ya nchi za Ghuba na kuelekea pia Israeli. Tel Aviv tayari imemtaja Mojtaba kuwa mtu atakayelengwa. Vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimeripoti kwamba baraza la wataalamu, ambalo ni chombo cha juu cha viongozi wa kidini mjini Teheran, halikusita kumchagua kiongozi mpya licha ya ukandamizaji wa kinyama wa Marekani na utawala mwovu wa Kizayuni. Kisha vilionyesha kombora ambalo lilikuwa tayari kufyatuliwa likiwa na maandishi "kwa amri yako Said Mojtaba". Kulingana na balozi wa zamani wa Israel nchini Marekani, Michael Oren, wakati akizungumza na kituo cha utangazaji cha ABC News, kiongozi yeyote mpya wa Iran ambaye ataendeleza misimamo mikali huenda akalengwa na Israel. Inaonekana kwangu kwamba kiongozi yeyote atakayekuja na kusema ataendelea na kampeni ya kuiangamiza nchi hii, basi Israeli ina wajibu wa kujaribu kumwondoa. Lakini kama atatokea kiongozi tofauti atakayesema atabadilisha jinsi Iran inavyoshirikiana na majirani zake na jinsi inavyoiona dunia pamoja na nafasi ya Iran katika kanda na kimataifa, basi Israeli haitakuwa na tatizo naye. Wakati vita hivyo vikiingia siku yake ya 10, Iran imezishambulia nchi za ukanda wa Ghuba kwa makombora na ndege za droni, ambapo Saudi Arabia ilizuia ndege zisizo na rubani zilizolenga visima vyake vya mafuta, huku kampuni ya nishati ya taifa ya Bahrain ikionya kwamba huenda isiweze kutimiza mikataba ya mauzo ya nje baada ya shambulio la kombora. Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait nazo pia zimeripoti mashambulizi. Na bei za mafuta duniani zimeendelea kupanda kwa kasi, ambapo bei ya pipa la mafuta ghafi imepanda kuvuka dola 100 kwa mara ya kwanza tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine miaka 4 iliyopita. Masoko ya hisa duniani ikiwemo yale ya Japani na Korea Kusini yametikisika, huku madereva nchini Ufilipino wakionekana kupanga foleni kubwa kujaza magari yao mafuta, na Vietnam ikijiandaa kuondoa ushuru wa uagizaji mafuta. Rais Donald Trump amepuuzilia mbali kupanda kwa bei ya mafuta, swala ambalo ni nyeti kisiasa nchini Marekani, akisema ni athari ndogo ya matokeo ya kuondoa kila alichokitaja kuwa kitisho kikubwa cha mpango wa nyuklia wa Irani. Hayo yakiendelea, huko Lebanoni nako mapigano yameongezeka. Wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran wamesema kuwa walikuwa wanakabiliana na wanajeshi wa Israel waliotua mashariki mwa Lebanoni kwa helikopta 15 kutokea upande wa mpaka wa Syria. Lebanoni ilitumbukia katika mzozo huo wiki iliyopita baada ya Hezbollah kuishambulia Israel kufuatia kuuawa kwa Khamenei mkubwa.